بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، لازلنا وإياكم في شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala wa tawfiqi, tunaendelea na darsa zetu katika kusherehesha manzuma ya Ash-Shatibiyya. Katika darsa ambayo ilitangulia, ambayo ilikuwa ni darsa ya 30, tuliangalia hadi beti ya 276, na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika darsa yetu hii ya leo ambayo ni darsa ya 31, tutaendelea kuanzia katika beti ya 277 na insha Allah tutahitimisha na beti ya 290, tukiwa na mdango wa hurufun qarabat makharijuha, lakini pia ahkam an-nun as-sakina wat-tanwin. Na kwa milango hii tutakuwa tumehitimisha mlango mzima wa al-idhhar na al-idgham. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe khalisan liwajhihi al-karim, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndani yake asiwe na riya wala sum'a. Allahumma amin. Qala an-nadhim rahimahullah: babu hurufin qarabat makharijuha وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلم ويخصف بهم راعا وشذا تثقلا وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا ويسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فازت أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا وفي الركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلف وفي البقر فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكل بينمو أدغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عم خاليه غفلا
وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. الناظم رحمه الله katika mlango wa huruf qarubat makharijuha, akizungumzia herufi ambazo makhraji zake zimekurubiana, ameanza kwa kusema wa idghamu ba'il jazmi fil fa'i qad rasa hamidan wa khayyir fi yatub qasidan wala. المعنى أدغم الباء المجزومة في الفاء خلاد والكسائي وأبو عمرو. Amesoma kwa idgham ba ambayo ni majzuma, ba ambayo ina jazm, na kiufupi tunasema ba ambayo ina sakna. Tamam, kwenda katika herufi ya fa, wa idghamu ba aljazmi fil fa, na kufanya idgham ba ambayo ina jazm, yani ba ambayo ina sakna kwenda katika herufi ya fa ni qad rasa hamidan, ramzi ya qaf ambayo ni ya Khallad, ramzi ya rasa ya Al-Kisai, na hamidan Abu Amr. Kwa hiyo Abu Amr anafanya idgham ba ambayo ina sakna kwenda katika herufi ya fa. Mfano wa in ta'jabe fa'ajab. Tamam, ba ina sakna kisha baada yake kumekuja herufi ya fa. Khallad, Al-Kisai na Abu Amr wanasoma kwa idgham katika sehemu kama hii. Kwa hiyo watasoma wa in ta'jab fa'ajab. Tamam, wa in ta'jab fa'ajab, hakadha. Herufi ya kwanza inakuwa imekufa sifatan wa makhraja. وقد وقع ذلك في القرآن في 5 مواضع, na hilo limetukia katika Qur'an katika sehemu 5. Yani imekuja ba ya jazm kisha baada yake kuna herufi ya fa katika surat An-Nisa aya 74, Ar-Ra'd aya 5 katika mfano ambao tumeuona, Al-Isra aya 63, Taha aya 97, Al-Hujurat aya ya 11. Illa annahu tulifa an Khalladin fi hadha almawdu', isipokuwa maqurra na wapokezi kutoka kwa Khallad wametofautiana kutoka kwake katika sehemu hii, sehemu ya Al-Hujurat. Wa khayyir fi yatub qasidan wala. Tamam, faruya anhu fihi al-idhhar wal-idgham, kukawa kumepokelewa kutoka kwake katika sehemu hii mtazamo wa al-idhhar na mtazamo wa al-idgham, maana yake ana mitazamo miwili. Wa hadha maana qawli, na hii ndio maana ya kauli yake An-Nadhim rahimahullah aliposema wa khayyir, ay na kuwa na khiyari katika fi yatub. Tamam, wa man lam yatub fa ulaik. Tamam, katika hii sehemu kuwa na khiyari qasidan kwa Imam Khallad rahimahullah. Kwa hiyo kuwa na khiyari baina ya kusoma kwa idhhar na kusoma kwa idgham. Tamam, wabaqi alqurra, na wanachuoni waliobakia yaqrauna bil idhhar fi jami'i almawadhi', wanasoma kwa idhhar katika sehemu zote. Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah wa ma'a jazmihi yaf'al bidhalika sallam, ay thumma akhbara anna Aba al-Harith 'an al-Kisai, kisha akakhabarisha An-Nadhim rahimahullah ya kwamba Abu al-Harith kutoka kwa Al-Kisai rahimahullah qaraa bi idghami lam fi dhal, amesoma kwa idgham herufi ya al-lam kwenda katika herufi ya adh-dhal katika tamshi la yaf'al dhalik. Tamam, herufi ya al-lam inayopatikana katika neno yaf'al kwenda katika herufi ya adh-dhal inayopatikana katika tamshi la dhalik, na sio lamu inayopatikana sehemu zingine. La, ni lam ambayo inapatikana katika neno yaf'al, na herufi ya adh-dhal iwe inapatikana katika neno dhalik, kwa sababu amesema wa ma'a jazmihi yaf'al, amelitaja tamshi kisha akasema bidhalik. Tamam, majzuma lami haythu waqa'a fi al-Qur'an al-Karim, tamshi hili likiwa lina aljazm, yani lam ikiwa ina sakna popote ambapo litatukia katika Qur'ani tukufu. Kwa hiyo anasoma yaf'al dhalik Abu al-Harith, yaf'al dhalik
wa baqi alqurra bilidhhar, na wanachuoni waliobakia wanasoma kwa idhhar. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa yakhsif bihim ra'an wa shadha tathaqula. Tamam, ay thumma dhakara anna al-Kisaiya adghama al-fa'a fi al-ba'i. Kisha akataja an-Nadhim rahimahullah ya kwamba al-Kisai rahimahullah amefanya idgham herufi ya fa kwenda katika herufi ya ba. Tamam. Katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Saba, in nasha nakhsif bihimul ard. Na an-Nadhim rahimahullah kwa nini amesema wa yakhsif? Kwa sababu al-Kisai rahimahullah katika hii sehemu anasoma kwa ya na sio kwa nuni. Tamam, yakhsif. Tamam, tutaliona hilo katika Farsh al-Huruf rahimahullah aliposema wa nakhsif nasha nusqit biha al-ya shamna na Hamza na al-Kisai wanasoma kwa ya badala ya an-nun. Na kalada kama tulivyoona katika usul, katika tamshi la bihim anasoma bihum yeye pamoja na Imam Hamza. Kwa hiyo rahimahullah atasoma kwa idgham, atasoma yakhsib bihumul ard, yakhsib bihumul ard, hakadha katika surat Saba. Tamam. Kwa hiyo amefanya idgham fa kwenda katika herufi ya ba katika sehemu hii tu, walbaqun bil idhhar, na waliobaki wanasoma kwa al idhhar. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa'udhtu ala idghamihi wa nabadhtuha shawahidu Hammadin. Tamam. Al-ma'na adghama Hamzatu wal-Kisai wa Abu Amr, amesoma kwa idgham Imam Hamza na al-Kisai pamoja na Abu Amr adh-dhala, herufi ya adh-dhal fi ta'i kwenda katika herufi ya at-ta fi kalimatain, katika maneno mawili tu. Al-ula, neno la kwanza ni udhtu katika kauli yake Ta'ala, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum, katika surati Ghafir aya 27 na Ad-Dukhan aya ya 20. Lakini athania, tamshi la pili au neno la pili, fanabadhtuha katika sura Taha aya ya 96. Kwa hiyo Hamza, al-Kisai na Abu Amr wanasoma kwa idgham, yani inni udtu, hakadha udtu, fanabattuha kwa idgham herufi ya adh-dhal kwenda katika herufi ya at-ta. Shawahid, ramzi ya Hamza na al-Kisai, na Hammadin ha ni ramzi ya Abu Amr. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa urithtumu hala lahu shar'uhu, ay wa adghama Abu Amr, na amesoma kwa idgham Abu Amr aliashiriwa na ramzi ya hala, na Hisham aliashiriwa na ramzi ya allam, na Hamza na al-Kisai waliashiriwa na ramzi ya shin. Tamam. Athaa fi ta'i, wamesoma kwa idgham herufi ya atha kwenda katika herufi ya atta fi lafdhi urithumuha, katika tamshi la urithumuha katika surat al-A'raf aya 43, lakini pia linapatikana katika surat az-Zukhruf aya ya 72. Kwa hiyo wanasoma urithumuha, urithumuha. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, warra'u jazman bilamiha kawasbir lihukmi tala bilkhulfi yadhbula, na tamshi limekosewa. Tamam, bilkhulfi kwa kasra katika herufi ya alfa. Ay wa adghama ad-Duri an Abi Amr, na Duri Abi Amr rahimahullah amesoma kwa idgham lakini bikhulfin anhu, akiwa ana alkhulf, yani ana mitazamo miwili, ramzi yake ni tala. Tamam, tala, kisha akasema bilkhulf, yani Duri Abi Amr amesoma kwa idgham lakini kwa alkhulf. Tamam. Wasusi bila khilafin, na Asusi amesoma kwa idgham pasina ya khilaf, aliyoashiriwa na ramzi ya katika neno yadhbula.
arra almajzuma fi lam. Wamesoma kwa idgham marawi hawa wawili ra ambayo ni ya jazm, yani ra ambayo ina sakna kwenda katika herufi ya allam katika sehemu zote. Mfano wasbir lihukmi rabbik, ra ambayo ina jazm kwenda katika herufi ya allam. Kwa hiyo wanasoma wasbir lihukmi, wasbir lihukmi, hakadha. Naghfir lakum, naghfir lakum, ra ambayo ina sakna, ina aljazm kwenda katika herufi ya allam. Lakini mkumbuke duri Abi Amr ni kwa khulf kutoka kwake, ana mitazamo miwili, imma asome naghfir lakum tamam kwa izhar, au asome naghfir lakum kwa idgham. Wa qaraa albaquna bil izhari fi kulli ma taqaddam, na waliobakia maqurra waliobakia wamesoma kwa izhar katika sehemu zote ambazo zimetangulia kuanzia mwanzo mpaka katika beti hii. Wa huwa alwajhu athani liduri fi ra almajzuma, na mtazamo wa izhar ndio mtazamo wa pili wa duri Abi Amr katika ra ambayo ina jazm kwenda katika herufi ya allam. Warau jazman bilamiha, na ra ambayo ni ya jazm kwenda katika herufi ya lam, kama vile kawasbir lihuk, kama vile isbir lihukmi tala bilkhulfi yathbula. Tala anasoma kwa alkhulf na yathbula ni kwa idgham qawlan wahidan. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa yasina adhhir an fatan haqquhu bada wa nuna wa fihi al-khulfu awwashihim khala. Al-ma'na amara an-Nadhim bi idhhari nuni yasin. An-Nadhim rahimahullah ameamrisha kuifanyia idhhar nuni inayopatikana katika neno yasin, na hapa tunakusudia nuni inayopatikana katika herufi ya sin, yani tukisoma sin mwishoni kuna herufi ya an-nun. Inda wawi wal Qur'an, kwenda katika wawu ya wal Qur'an, yasin wal Qur'an, nuni iliyopo katika herufi ya sin kwenda katika herufi ya wawu. Ameamrisha an-Nadhim rahimahullah kwa kusoma kwa idhhar, lakini pia nun iliyopo katika neno nun, ya nuni ya mwisho iliyopatikana katika tamshi la nun kwenda katika wawu iliyopo katika tamshi la wal qalam. Tamam. Li Hafsin, ameamrisha hilo la kufanya idhhar katika sehemu hizo mbili kwa Imam Hafs aliposema an, wa yasina adhhir an. Tamam, na nuni ya yasin idhihirishe kwa an. Hafs, ramzi ya Hafs ambayo ni ainihi. Tamam, na Imamu Hamza ramzi yake ni fa. Kisha Ibn Kathir na Abu Amr ambao ramzi yao ni haqqo. Tamam, na Qalun ambaye ramzi yake ni ba. Kwa hiyo yasin, yani nuni ya yasin idhihirishe kwa maqurra hawa, lakini pia wanuna, na nun inayopatikana katika neno nun. Mafhumu yani nun iliyopo katika neno nun. Wa fihi al-khulfu awwarshihim khala. Tamam, ay thumma dhakara anna fi nun wal qalam al-khulfu awwarshin. Kisha kataja an-Nadhim rahimahullah ya kwamba nun iliyopo katika sehemu ya nun wal qalam kuna al-khulf kwa Imam Warsh, na maana Imam Warsh katika sehemu hii anakuwa na mtazamo wa idhhar na mtazamo wa idgham. Tamam, fayakunu lahu al-idgham qawlan wahidan fi yasin wal Qur'an, hivi atakuwa na idgham kwa kauli moja, yani mtazamo mmoja katika yasin wal Qur'an, nun iliyopo katika neno yasin kwenda katika wawu, lakini pia atakuwa ana mitazamo miwili katika nun wal qalam, yani mtazamo wa idhhar na mtazamo wa al-idgham. Wa qaraa al-baquna bil idgham fi al-lafdhain, na wanachuoni waliobaki wamesoma kwa idgham katika matamshi yote mawili. Tufanye tatbiki kidogo. Yasin wal Qur'an, huo ni mtazamo wa idhhar. Tukisoma kwa idgham tunasoma Yasin
wal Qur'an. Idgham pamoja na ghunna kalada, maana nuni yenye sakna inakuwa imekutana na wao, kwa hiyo kuna mtazamo wa idgham bi ghunna. Tamam, hakadha nun wal qalam, nun wal qalam, unavuta nu pasina ya ghunna, kisha ukitaka kuhama kwenda katika wao unaweka ghunna kwa mtazamo wa idgham. Nun wal qalam. Tamam. Kwa hiyo wanaosoma kwa idhhar wataidhihirisha nuni, na wanaosoma kwa idgham wataifanyia idgham herufi ya nuni kwenda katika wao, na idgham hiyo inatakiwa iambatane na ghunna. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa hirmiyu nasrin sada maryama man yurid thawaba labithta al-farda wal-jam'a was-sala. Ay thumma bayyana anna hirmiya nasrin, kisha kabainisha kwamba hirmi nasr ambao ni Nafi' na Ibn Kathir pamoja na Asim. Nafi' na Ibn Kathir walioashiriwa kwa ramzi ya hirmi, lakini pamoja na Asim aliyeashiriwa kwa ramzi ya an-nun. Adhharu dala inda dhal, wamesoma kwa idhhar herufi ya ad-dal kwenda katika herufi ya adh-dhal katika kauli yake Ta'ala, kaf ha ya ayn sad dhikr. Tamam, hapa inakusudiwa dal iliyopo katika neno sad kwenda katika herufi ya adh-dhal iliyopo katika neno dhikr. Sad dhikr wamesoma kwa idhhar Nafi' Ibn Kathir pamoja na Asim. Tamam, mwanzo wa surat Maryam. Kwa hiyo waliobakia wanasoma kwa idgham, yani sad dhikr. Tamam, sad dhikr. Na katika hii sehemu hukumu itapatikana waslan wakati wa kuunganisha, ama ukisimama katika sad kianza na neno kalada, yani utaanza kwa kulidhihirisha. Tamam, awwal Maryam, sehemu hii inapatikana mwanzo wa surat Maryam. Lakini pia ad-dala inda tha, hirmiyu nasr Nafi' Ibn Kathir na Asim wamesoma kwa idhhar herufi ya ad-dal kwenda katika herufi ya atha katika sehemu ya yurid thawaba. Tamam, katika sehemu mbili, inapatikana katika sehemu mbili katika surat Al-Imran katika aya moja, aya ya 145. Wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha. Kwa hiyo nasoma wa man yurid thawaba ad-dunya wa hakadha wa man yurid thawaba al-akhirah. Lakini mwanachuoni waliobakia wanasoma kwa idgham, wa man yurid thawaba wa man yurid thawaba ad-dunya hakadha. Wa thaa inda ta'i fi labithta, na wamesoma kwa idhhar herufi ya atha kwenda katika herufi ya ta katika tamshi la labithta. Wama tasarrafa minhu ifradan wa jam'an fi Qur'an al-Karim, na kila ambacho kitasarifika kutoka katika neno hilo, yani vyovyote neno litakavyokuwa, labithta, labithtu, labithtum, sawa sawa liwe linaashiria umoja au linaashiria wingi katika Qur'ani nzima. Kwa hiyo waliobaki watasoma kwa idgham, labitta, labittum, labittu wa hakadha katika Qur'ani nzima. Wa qaraa al-baquna bil idghami fi kulli ma dhukir, na wanachuoni waliobaki ukimtoa Nafi' Ibn Kathir na Asim wamesoma kwa idgham katika yote ambayo yametajwa hapo nyuma, kuanzia katika Yasin mpaka katika tamshi la labithta. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa tasina inda al-mim faza, ay thumma bayyana anna Hamzata qaraa bi idhhari an-nun inda al-mim. Kisha kabainisha ya kwamba Imam Hamza amesoma kwa kuidhihirisha nun kwenda katika herufi ya mim katika tamshi la qasin mim, ula ash-shu'ara wal qasas, mwanzo wa surat ash-shu'ara na mwanzo wa surat al-qasas. Tamam, haya nun inapatikana katika herufi ya sin kwenda katika herufi ya mim. Kwa hiyo
atasoma Sin Mim, Sin Mim. Tamam. Wa qaraa ghayruhu biidghami nuni fil mim, na wengine wamesoma kwa kuifanyia idgham herufi ya an-nun kwenda katika herufi ya mim, na hili tumeshaliona katika mlango wa at-tajwid. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, ittakhadhtum akhadhtum wa fil ifradi 10 dakhla, ay wa qaraa Hafs, na amesoma Hafs aliashiriwa na ramzi ya ain katika neno 10, wa Ibn Kathir, na Ibn Kathir aliashiriwa na ramzi ya dal katika neno dakhla. Wamesoma biidhhari dhali inda ta, kwa kuidhihirisha herufi ya adhal kwenda katika herufi ya ta katika neno ittakhadhtum. Tamam, ittakhadhtum jam'an ka hadha almithal, kwa wingi kama vile mfano huu, au fardan, au kwa umoja kama vile la in ittakhadhta, ittakhadhta. Tamam. Wakadha, lakini pia katika neno akhadhtum kaifa waqa, vyovyote litakavyotukia, wasawaun ittasala bihi dhamir au la, na sawasawa lio limeunganika na dhamir au halijaunganika na dhamir, yani liwe akhadhta au akhadhti, akhadhtu, akhadhtuma, akhadhtum. Tamam. Wa hakadha katika sehemu zote, katika sehemu zote katika Qur'an, Imam Hafs na Ibn Kathir wamesoma kwa idhhar. Maana yake wanachuoni ambao sio wao, yani ukimtoa Hafs na Ibn Kathir, wamesoma kwa idgham, ittakhadtum. Tamam. La in ittakhadta. Tamam. Akhadtum, akhadti, akhadtuma, wa hakadha katika sehemu zote. Mafhum. Kisha kaendelea an-Nadhim rahimahullah akasema, wa firkab huda barrin qaribin bi khulfihim kama da'aja. Al-ma'na, bayana an-Nadhim, an-Nadhim rahimahullah amebainisha anna al-Bazziya, ya kwamba al-Bazzi aliyoashiriwa na ramzi ya ha katika neno huda, wa Qalun, na Qalun aliyoashiriwa na ramzi ya ba, na Khallad aliyoashiriwa na ramzi ya qaf katika neno qarib, qara'u bi khulfin anhum, wamesoma lakini kwa al-khulf kutoka kwao, yani hawa wote wana al-khulf, al-Bazzi, Qalun pamoja na Khallad, bi khulfihim. Tamam. Bi idhhari al-ba'i 'inda al-mim, kwa kuidhihirisha ba kwenda katika herufi ya mim. Kwa al-khulf bimaana wana mitazamo miwili katika tamshi la irkabe ma'ana wa firkab, na katika sehemu ya irkab huda barrin qaribin bi khulfihim, wanasoma kwa idhhar huda barrin qaribin, lakini kwa khulf kutoka kwao. Tamam. Katika surat Hud aya ya 42. Kwa hiyo utasoma irkabe ma'ana au irkam ma'ana. Tamam. Fayakunu likulli minhum al-idhhar wal idgham, hivyo kila mmoja kati yao watakuwa na mitazamo miwili, mtazamo wa idhhar na mtazamo wa idgham. Lakini wa qara Ibn Amir wa Khalaf wa Warsh, na amesoma Ibn Amir aliyoashiriwa na ramzi ya kaf kama. Tamam. Na Khalaf aliyoashiriwa na ramzi ya allad, na Warsh aliyoashiriwa na ramzi ya jim, bil idhhar qawlan wahidan, wamesoma kwa idhhar kwa kauli moja. Tamam. Kwa hiyo bi khulfihim huda barrin qaribin, lakini kama da'aja hawana al-khulf, wanasoma kwa idhhar qawlan wahidan. Wa qara al-baquna bil idghami qawlan wahidan, na wale ambao hawajatajwa ukimtoa al-Bazzi, Qalun na Khallad, Ibn Amir, Khalaf na Warsh, wamesoma kwa idgham kwa kauli moja, ambao ni Qumbul, Abu Amr, Asim pamoja na al-Kisai. Tamam. Kwa hiyo wao wanasoma irkam ma'ana kwa idgham qawlan wahida. Tamam. Kisha an-Nadhim rahimahullah akasema, yalhath lahu dari juhala wa Qalun dhu khulfin, ay thumma dhakara anna Hishaman, kisha kataja kwamba Hisham na ma'adhira ameashiriwa na ramzi ya lam. Lam hatujaiwekea
alama ya ramz, lakini hapa ni ramzi ya Hisham. Tamam. Kisha kataja kwamba Hisham na Ibn Kathir aliashiriwa na ramzi ya ad-dal na Warsh aliashiriwa na ramzi ya jim. Tamam. Adhharu thaa inda dhal, wameidhihirisha herufi ya atha katika herufi ya adhal katika kauli yake Taala katika surat Al-A'raf, yalhath dhalik. Tamam. Yalhath dhalik kwa idhhar. Mafhum. Wa anna Qalun dhu khulfin, na ya kwamba Qalun atakuwa ni dhu khulfin, ay falahu fiha al-idhhar wal-idgham, atakuwa katika hiyo sehemu ana mtazamo wa idhhar na mtazamo wa idgham. Tamam. Wa Qalun dhu khulfin, na Qalun atakuwa ni mtu ambaye ana al-khulf, yani ana mitazamo miwili katika yalhath. Kwa hiyo wanaosoma kwa idgham watasoma yalhath dhalik, wanaosoma kwa idhhar watasoma yalhath dhalik. Na qara al-baqun, waliobakia wamesoma kwa idgham ambao ni Abu Amr na Ibn Dhakwan na Asim, Hamza na Al-Kisai qawlan wahidan, kwa kauli moja, yani wana mtazamo mmoja. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa fil Baqara faqul yu'adhib dana bil khulfi jawdan wa mubila, ay wa akhiran, na mwisho kabisa dhakara anna wa yu'adhibu man yasha. Fil Baqara ametaja ya kwamba tamshi la Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibu man yasha. Tamam. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha katika surat Al-Baqara aya ya 284. Yaqra'uhu bijazmi al-ba ahlu sama wa hamza wal kisai. Tamshi hii ni jumla i'tiradhiyya. Kuna hukumu kwanza inatakiwa tuibainishe kabla ya kubainisha hukumu ambayo an-Nadhim rahimahullah ameitaja hapa. Yaqra'uhu bijazmi al-ba, unatakiwa ufahamu ya kwamba hii sehemu anaisoma kwa aljazm katika herufi ya ba, yani kwa kuiwekea sakna herufi ya ba. Ahlu sama, watu wa sama ambao ni nani? Tuna Nafi', tuna Ibn Kathir pamoja na Abu Amr, lakini pia Hamza na Al-Kisai wanasoma kwa aljazm. Hilo inshallah taliona katika farsh al-huruf. Tamam. An-Nadhim rahimahullah aliposema wa yaghfir ma'a yu'adhib sama al-ula shadha al-jazmi. Tamam. Mwisho kabisa wa farsh katika surat Al-Baqara ya kwamba ahlu sama, Hamza na Al-Kisai wanasoma kwa jazm katika ba. Kwa hiyo an-Nadhim rahimahullah amebainisha ya kwamba tamshi la yu'adhibu man yasha adhhara al-ba'a 'inda al-mim fihi Ibn Kathir, amesoma kwa idhhar herufi ya ba kwenda katika herufi ya mim. Nani? Ibn Kathir. Tamam. Kwa sababu tayari Ibn Kathir anasoma kwa iskan al-ba, yu'adhibu man yasha hakadha, lakini pamoja na kusoma kwa iskan, tamam, wa yu'adhibu man yasha, pia Ibn Kathir amesoma kwa idhhar, yani idhhar ya ba kwenda katika herufi ya mim, bi khulfin anhu, lakini ana al-khulf. Wa fil Baqara, na katika surat Al-Baqara, faqul, sema yu'adhib, tamshi la yu'adhib dana bil khulfi. Ibn Kathir amelisoma kwa idhhar, lakini bil khulf, kwa al-khulf. Ana mtazamo wa idgham na ana mtazamo wa idhhar. Tamam. Wa warshun bila khilaf, na inshallah kuna tambihi inshallah tutaiona ya Ibn Kathir. Wa warshun bila khilafin, na Imam Warsh rahimahullah amesoma kwa idhhar pasina ya khilaf. Maana Warsh pia ni miongoni mwa wale ambao wanasoma kwa jazm katika ba, kwa sakna katika ba. Wa yu'adhibu man yasha hakadha adhhar, amesoma kwa idhhar. Jawdan aliashiriwa na ramzi ya jim katika neno jawdan. Tamam. Hadha ma yu'khadhu min sarih an-nadhm, hii hukum ndivyo ambavyo ilivyo kama inavyochukuliwa katika uhalisia wa tungo ilivyo. Yani an-Nadhim rahimahullah alivyosema
tunafahamu hivyo ya kwamba Ibn Kathir ana al-khulf na Warsh rahimahullah ana mtazamo mmoja, walakinna tahqiq, lakini uhalisia ulivyo na ukweli ulivyo, almuhaqiqin wanasema anna Ibn Kathir, ya kwamba Ibn Kathir laysa lahu min tariqi an-nazmi wa aslihi illa al-izhar, hana mtazamo mwingine wowote katika njia ya an-nazm, njia hii ya ash-Shatibiyya, lakini pia na asili yake, asili ya ash-Shatibiyya ambacho ni kitabu cha at-Taysir, hana isipokuwa mtazamo wa al-izhar, fala yuqra'u lahu illa bi. Kwa hiyo khilaf ambayo ameitaja hapa an-Nadhim rahimahullah haitozingatiwa. Tamam, yani yu'adhib dana bil khulf, al-khulf hapa haitokuwepo kwa Ibn Kathir. Kwa hiyo Ibn Kathir atabaki na mtazamo wa idhhar, pamoja na Imam Warsh rahimahullah atabaki na mtazamo wa idhhar. Wa qara al-baquna mimman yaqra'una bil jazmi, na wamesoma waliobaki miongoni mwa wale maqurra ambao wanasoma kwa al-jazm. Tumesema ni Sama, Hamza na al-Kisai. Katika Sama tumeshamtoa Warsh pamoja na Ibn Kathir. Kwa hiyo waliobaki ambao wanasoma kwa al-jazm katika hii sehemu, ukimtoa Ibn Kathir na ukamtoa Warsh, wanasoma kwa idgham. Tamam, ambao ni Qalun, Abu Amr, Hamza na al-Kisai bil idgham qawlan wahidan, wanasoma kwa idgham kwa kauli moja. Kwa hiyo wanasoma wa yu'adhim man yasha. Tamam, na Imam Hisham na Hamza kama tulivyoona wanasimama kwa mitazamo yao katika yasha. Haina haja ya kurudi kwa sababu tunazingatia hapa mlango wa al-idhhar na al-idgham. Tamam, hukumu ndio tunayoichunga hapa. Wa amma Ibn Amir na Asim na Imam Asim fayaqra'ani birraf'i fil ba, wanasoma kwa arraf katika alba. Tamam, yani wanasoma wa yu'adhibu man yasha fala yakunu lahuma illa al-idhhar, hawatakuwa na mtazamo mwingine isipokuwa ni idhhar. Tamam, wa yu'adhibu man yasha, watasoma hivyo. Mafhumu mlango wa hurufun qarabat makharijuha unakuwa umeishia hapa. Tuingie katika mlango wa ahkam an-nun as-sakina wa tanwin. An-Nadhim rahimahullah anasema katika mlango huu, mlango wa ahkam an-nun as-sakina wa tanwin, na ni miongoni mwa milango ambayo tumezungumzia kwa upana wake katika manzuma ya Tuhfat al-Atfal, lakini pia manzuma ya al-Jazariya, lakini biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutapita na kuangalia yale mambo ambayo yatakuwa yamezidi hukumu zake katika sehemu hii kwa maqurra wote. Anasema an-Nadhim rahimahullah, wa kulluhum at-tanwina wan-nuna adghamu bila ghunnatin fil lam war-ra liyajmuda. Al-ma'na, akhbara an-Nadhim rahimahullah amekhabarisha anna al-qurra, ya kwamba wanachuoni adghamu at-tanwina wan-nuna as-sakina al-mutatarrifa fil lam war-ra bila ghunna, ya kwamba wamesoma kwa idgham tanwin, yani fathatan au kasratan au dhammatan, na nuni yenye sakna ambayo ipo mwisho wa neno wamesoma kwa idgham, yani wameingiza katika herufi ya al-lam na herufi ya ar-ra pasina ya ghunna. Mfano, hudan lilmuttaqin min thamarati rizqa walakin la ya'lamun min rabbihim, na haina haja ya sharhi sana kwa sababu tayari jambo hili linafahamika. Kisha akasema wa kullum biyanmu adghamu ma'a ghunnatin wa fil wawi wal ya dunaha khalafun tala, ay wa kullu al-qurra'i, na wanachuoni wote adghamu an-nun as-sakinata wat tanwin, wamesoma kwa idgham nun yenye sakna pamoja na tanwin, ma'al ghunna, pamoja na kuweka ghunna fi hurufi yanmu, katika herufi za yanmu, ya, nun, mim na waw. Mfano, man yaqul wa barqun yaj'alun min nur,
yawmaidhin na'ima mimman mana' mathalan ma min wal ghishawatu wa lahum. Tamam, hakadha kwa ghunna. Illa anna khalafan, isipokuwa ya kwamba khalaf adghama nuna sakinata wa tanwin, amesoma kwa idgham nun ya sakna na tanwin fil wawi wal ya, kwenda katika herufi ya waw na ya bila ghunna, pasina ya ghunna. Kwa hiyo khalaf amewakhalif makurra wengine. Tamam, anasoma kwa kuiacha ghunna nuni ya sakna au tanwin itakapokutana na herufi ya waw au herufi ya ya. Kwa hiyo mfano man yaqul, hatweka ghunna, anasoma man yaqul, wa barqu yaj'alun. Tamam, au miwal ghishawatu wa lahum, pasina ya ghunna. Wa fil wawi wal ya, na katika herufi ya waw na ya, dunaha ay duna al-ghunna, pasina ya ghunna, khalafun tala, Imam Khalaf rahimahullah amesoma hivyo. Mafhum? Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa indahuma lilkulli adhhir bikilmatin makhafata ishbahi al-mudha'afi athqala. Al-ma'na amara an-Nadhim biidhhari an-nun as-sakinati li jami' al-qurra. An-Nadhim rahimahullah ameamrisha kuidhihirisha nuni ya sakna kwa wanachuoni wote, idha waqa'a ba'daha ya'un au wawun fi kalimatin wahida, ikitukia baada yake herufi ya ya au herufi ya waw katika neno moja. Na hili tumeshaliona tukasema inaitwa ni idhhar ambayo ni mutlaq. Falya min kalimatay ad-dunya wa bunyan, ya inapatikana katika maneno mawili, neno la dunya na neno bunyan. Tamam, nuni ya sakna baada yake kuna ya katika neno moja, na waw inapatikana katika maneno mawili pia, sinwan na qinwan, nuni ya sakna baada yake kuna waw. Kwa hiyo an-Nadhim rahimahullah ameamrisha kwamba sehemu hizi wanachuoni wote wanasoma kwa dhahar. Fadhamiru wa indahuma, dhamiri iliyopo katika neno wa indahuma, hii huma, yaudu ala alwawi wal ya'i almadhkurain, inarudi katika waw na ya ambazo zimetajwa fil baiti qablahu, katika beti ambayo ipo kabla yake, yani wa fil wawi wal ya dunaha khalafun tala. Kisha akasema wa indahuma, na katika hizo herufi mbili, lilkulli adhhir bikilmatin, kwa wanachuoni wote dhihirisha hizo herufi mbili kama zikiwa katika neno moja. Tamam, fala yadkhulu tanwinu fi dhalika, hivyo tanwin haitoingia katika hilo. Yani tanwin kwa sababu gani? Bi annahu la yakunu illa akhir alkalima, tanwin haiwi isipokuwa mwisho wa neno. Huwezi ukaikuta tanwini ipo katikati ya neno au mwanzo wa neno. Thumma allala wujuba idhhari an-nuni 'inda mulaqatiha al-wawa aw al-ya fi kalimatin wahida. An-Nadhim rahimahullah akataja sababu ya ulazima wa kuidhihirisha nuni wakati ambapo itakutana na herufi ya waw au herufi ya ya katika neno moja, biqaulihi, kwa kauli yake aliposema makhafata ishbahi al-mudha'afi athqala, ay idha waqa'a ba'da an-nun as-sakinati wawun, kama ikitukia baada ya nuni yenye sakna herufi ya waw au yaun au herufi ya ya fi kalimatin wahida, katika neno moja, wa udghimatin nunu fil wawi au ya, na ikafanyiwa idgham herufi ya nuni katika herufi ya waw au ya, fa innahu yushbihu al-mudha'afa alladhi yudghamu fihi al-harfu fi mithlihi, itafanana na neno ambalo ni mudha'af. Mara zote tunasema katika masala ya alqiraat ni masala ambayo yanaambatana sana na lugha. Kwa hiyo elimu ya qiraat, vyote utakavyofanya hauwezi ukaitenganisha na elimu ya sarf na elimu ya an-nahw. Kwa hiyo mtu inatakiwa angalau kwa uchache awe ana basira, ana uono katika elimu ya nahw na sarf. Tamam. Kuna kitu katika sarf kinaitwa al-mudha'af. Al-mudha'af
ni lile neno ambalo herufi yake moja imeingizwa katika herufi nyingine kwa sababu ya mfanano. Yani mfano tunaposema adda, asili yake ni adada, tamam, lakini dali imeingizwa katika dali, hii inaitwa ni mudhaaf. Mfano madda, asili yake ni madada, tamam, kitendo hiki kinaitwa ni mudhaaf, tamam. Mfano shaqqa, lakini inatakiwa iwe shaqaqa wa hakadha. Kwa hiyo hii inaitwa ni mudhaaf, tamam. Yani kwa wale ambao ndio mara ya kwanza wanasikia mambo haya, na mimi sitoingia sana katika masala ya asarf, lakini kwa ufupi almudhaaf inakuwa katika hali hiyo, yani herufi ya asili imeingizwa katika herufi nyingine, na zote herufi mbili ni herufi za asili, tamam, na zinafanana, yani tuseme makhrajan wa sifatan, yani ni dali kwa dali ikawekwa dali kuwa ni moja, tamam, mim kwa mim ikawekwa mim kuwa ni moja, au baa kwa baa ikawekwa baa kuwa ni moja, tamam. Kwa hiyo anasema kama nuni yenye sakna ikikutana na herufi ya wau au ya katika neno moja, kisha tukasoma kwa idgham, yani nuni tukaingiza katika wau au katika herufi ya, hili jambo litafanana na neno ambalo ni mudhaaf, na mudhaaf alladhi yudghamu fihi alharfu fi mithlihi. Mudhaaf ni ile neno ambalo herufi imeingizwa katika herufi inayofanana nayo. Kwa hiyo sisi tukifanya idgham, tamshi la sinwan litakuwa siwan, hakadha siwan, na tamshi la qinwan litakuwa qiwan, tamshi la bunyan litakuwa buyan, tamshi la ad-dunya litakuwa duya, wa hina idhin yaltabisu ala sami'. Na tukifanya hivyo, yani tukisoma kwa idgham, ili jambo litaleta mkanganyiko kwa yule mtu anayesikia. Mtu anayesikiliza atakuwa tayari umemchanganya. Kwa sababu gani? Fala yadri ma asluhu nunu wa ma asluhu tadhif, hatokuwa anajua ni tamshi lipi asili yake ni nuni na tamshi lipi asili yake ni tadhif. Yani natoa mfano, tamam. Sinwan, hili neno, tamam, herufi ya kwanza ni nuni, herufi ya pili ni wao, tamam. Tukisoma siwan, siwan, kwa hiyo atakuwa anajua hili neno asili yake ni tadhif, yani lina wao mbili, lakini sivyo kiuhalisia hili neno lina herufi ya nuni. Kwa hiyo haelewi hili neno asili yake ni tadhif, ya kwamba kulikuwa kuna wao nyingine ndio imefanywa idgham, au asili yake ni nuni yenye sakina ndio imefanywa idgham. Wa hakadha katika qiwan na buyan na duya, tamam. Fa ubqiyat an-nun mudhharatan, hivyo kwa sababu hiyo, kwa kuhofia hilo, nuni ikabakishwa ikiwa imedhihirishwa, makhafata ayushbiha al-mudha'af, kwa kuhofia isije ikafanana na neno ambalo ni mudha'af. Wal mudha'af, na mudha'af huwa alladhi fi jami'i tasarrufatihi, mudha'af ni neno ambalo katika mabadiliko yake yote yakunu ahada hurufihi al-usuli mukarraran, inakuwa moja ya herufi zake za asili ni yenye kujirudia, tamam. Vyovyote utakavyoligeuza litabaki ya kwamba kuna moja ya herufi zake zimejirudia, yani zipo mbili, tamam, lakini herufi hizo huwa zinafanyiwa idgham. Mfano hayyan, hapa kuna ya mbili, rayyan, hapa kuna ya mbili, hii inaitwa ni mudhaaf, na kama mfano ambayo tumeitoa madda, shadda, shaqqa wa hakadha na mifano mingine. Kwa hiyo an-Nadhim rahimahullah akasema wau na ya, tamam, vikiwa katika neno moja vikakutana na nuni yenye sakna, tamam, yani nuni yenye sakna ikakutana na wau au ya katika neno moja, bikilmati, wanachuoni wote wanasoma kwa idhhar. Na kwa sababu gani? Akasema makhafata ishbahi almudha'afi athqala, kwa kuhofia kufanana na neno ambalo ni mudha'af
ambalo linakuwa ni athqal, yani limekazwa, lina shadda. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa inda hurufi al-halqi lilkulli udhhira ala haja hukmun amma khalihi ghuffala. Al-ma'na ذكر الناظم أن النون الساكنة والتنوين. An-Nadhim rahimahullah ametaja kwamba nuni yenye sakna na tanwin udhhira lilqurra'i sab'a, zimedhihirishwa kwa wanachuoni wote saba, idha kana ba'dahuma ahadu hurufi alhalq, kukiwa baada ya herufi hizo mbili kuna moja ya herufi za koni, sawaun kana dhalika fi kalima, sawa sawa hilo liwe katika neno, au fi kalimatain, au katika maneno mawili. Wa hurufu alhalqi hiya, na herufi za koni ni alhamzatu na alha, alain na alha, alghain na alkha, na tumeshaziona katika hukumu ya idhhar. Amezitaja hapa, ala haja hukmun amma khalihi ghuffala, herufi ya hamza, ha, ain, kha pamoja na alghain. Wa inda hurufi alhalqi lilkulli udhhira, na katika herufi za kooni wanachuoni wote wamesoma kwa idhhar. Nahu, mfano yanhaun, manhajar, jurufinhar na mifano mingine. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa qalbuhuma miman lada al-ba. Tamam. Wa ukhfiya ala ghunnatin 'inda al-bawaqi liyakmuna, ay thumma dhakara annahuma yuqlabani miman li jami'i al-qurra'i idha waqa'a ba'dahuma al-ba. Afwan, ba imewekewa kasara, inatakiwa kuwa na fatha. Kisha kataja an-Nadhim rahimahullah ya kwamba herufi hizo mbili zinabadilishwa kuwa ni mim kwa wanachuoni wote kama kukitukia baada ya herufi hizo mbili herufi ya ba, yani hukumu ya iqlab. Mfano anhum min ba'd, na tumesema kwamba tumeyasherehesha haya kwa upana zaidi katika mandhuma za tajwid. Wa akhiran, na mwisho kabisa, akhbara annahuma ukhfiya ma'a ghunna, akakhabarisha kwamba herufi hizo mbili zinafichwa pamoja na ghunna inda baqi alhuruf, katika herufi zilizobakia. Tunaposema herufi mbili tunaikusudia herufi iliyopo katika tanwin na herufi ya an-nun as-sakina ambayo inadhihiri katika hali zote, na tumeshatoa taarifu ya tanwin, taarifu ya an-nun as-sakina katika darsa za tajwid. Kwa hiyo zinafanyiwa ikhfa, yani tanwin pamoja na nun yenye sakna zinafanyiwa ikhfa katika herufi zilizobakia, na herufi hizo ni 15. Herufi ya ata, atha, aljim, addal, azai, as-sin, ash-shin, as-sad, ad-dad, at-ta, ad-dha, al-fa, al-qaf na al-kaf, sawa kana dhalika fi kalima, sawa sawa hilo liwe katika neno moja, am fi kalimatain, au katika maneno mawili. Mfano yantahun min tahtiha. Tamam. Wa ukhfiya ala ghunna inda albawaqi liyakmula, na zimefichwa, yani tanwini imefichwa pamoja na nuni yenye sakna, lakini pamoja na ghunna inda albawaqi, katika herufi ambazo zimebakia, liyakmula, ili jambo liwe limekamilika, yani ahkam zote za an-nun as-sakina wa tanwin zinakuwa zimekamilika. Tamam. Fikia hapa tunakuwa tumehitimisha darasa yetu ya leo, na tunakuwa tumehitimisha mlango wa al-idhhar na al-idgham. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala wajalie haya ambayo tunajifunza yawe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, fa huwa waliyu dhalika wa huwa al-qadir alayh. Na kama kuna sehemu kuna khata au zalal au nisyan, hayo ni mapungufu yetu, na ukamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.